Mimi niko tayari. Kama nitapewa nyumba nitawachia. Nyumba yangu inatoka chumba, ukumbi na baraza ya nje. Kama mnavyoiona nyumba yenyewe ndio ile pale, tumepoa milioni 11, lakini katika hizo milioni 11 vimetoka vyumba viwili, ukumbi haijakizi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha huduma za wananchi kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya maji, barabara, afya na sekta nyingine za kijamii. Katika utekelezaji huo inaonekana kuleta manufaa makubwa kwa wananchi. Hata hivyo, kwa baadhi ya wananchi wa shehia ya Kilimahewa na Shauri Moyo, ujenzi wa barabara za ndani umeibua changamoto kwao, wakidai kulipwa fidia ndogo kwa ajili ya kupisha ujenzi wa utekelezaji wa mradi huo. Kupitia kipaza sauti cha ASAM Online TV, wananchi hao wameelezea kilio chao na kuiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuingilia kati kwa kufanya tathmini upya ya fidia hizo. Mtu anavunjiwa kipande kiduchu anapewa milioni 40. Jumba linavunjwa lote unapewa milioni 10. Sasa hii namuomba Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kama kutakuwa kuna uwezekano aje angalie, asisikilize maneno ya watu au kupelekewa picha tu akaambiwa huku kunavunjwa, wananchi hawataki, wanafanya hivi. Si kweli. Wananchi maendeleo tunayataka, tunaridhia kabisa, kwa sababu mtaa wa Shauri Moyo mimi nimekuja toka nikiwa na mwaka mmoja mpaka sasa hivi na miaka 63 ya kuzaliwa. Nipo Shauri Moyo hii na yanofanywa tunayaridhia. Sasa kilichofanyika mara hii hichi hatukubaliani nacho kwa bei hii. Mheshimiwa aje atutizame kilio chetu. Pesa wanaolipwa watu ya kuvunjiwa haikidhi. Tushakwenda kuuliza viwanja huko nje ili kupata sehemu ya kujenga, tutapolipwa hizo pesa. Kiwanja unaambwa milioni 15, 20. Leo mimi nyumba yangu ina vyumba 4 vinavunjwa, ukumbi juu. Nitakwenda pata wapi mimi kwenda kujenga nyumba kukaa na wanangu na watoto 5, wake 2? Hawa watu nitawagawanya vipi na vipesa hivyo? Kuna nyumba yetu ya urithi pembeni vile vile inavunjwa na pesa niliopewa vile vile haikidhi. Kwa hivyo naomba kuna kamati, kuna nini Mheshimiwa Rais aje nazo, kwa sababu hao waliotumwa mwanzo kuja kufanya kupima hizi nyumba wamekuja wakapima, kesha tukaenda tukalalamika, tukaambiwa alikuwa kama hataki kutia saini aandike barua hii hapa apeleke Wizara ya Ujenzi. Barua hii hapa nimepeleka, nikaambiwa nikutane na injinia Time. Nimekwenda siku ya kwanza, injinia hayupo huko bara. Nikaja nikakaa wiki nyingine, nikaenda injinia yuko bara. Nikaja nikakaa tena, injinia hayupo. Nikanapigwa mateke kama mpira wa miguu. Mwisho imenitosha, nikakaa kitako, ngabidi subiri rehema ya Mungu tu. Kwa hiyo hao hapo walipokuja kufanya hivyo katika kurejesha mrejesho baada ya kuandika barua, tukaambiwa watakuja watu kuja kuchungulia hizo sehemu tujue nini kinaendelea. Tumeletewa wale. Imekuwa Jaji Makonde anohukumiwa mdengereko, Pipi Makonde. Sasa mdengereko kweli atakuwa na haki? Wale wamekuja, hakubadilishwa mtu. Wale wakatuambia sasa wewe nataka tena kupa hivi, hii nyumba hizo pesa mnazotaka kama hizi siji kama mtazipata, pesa zitapunguzwa, bora mkubali hizo. Sasa unatulazimisha tukubali hizo na pesa zenye mbuzi. Bora tuachiwe nyumba zetu, pesa achukua yenyewe. Mimi niko tayari. Kama nitapewa nyumba nitawachia. Lao kama nitakwenda jengewa nyumba yangu kokote, niko tayari vile vile nikajengewe hii nyumba, lakini kwa pesa hiyo hainijengei wala haifanyi jambo lolote, kwa sababu kilichofanyika kutokujua elimu. Watu wameambiwa tieni saini, hawakufahamishwa na watu wakatia tu saini. Sasa kila mtu sasa hivi saini ishatiwa, pesa kapata shilingi 5,000, nyumba yangu hii nitajenga vipi? Haendi kwa namna hii. Mheshimiwa Rais, upite uje ututizame wananchi wako, tunadhilika. Nyumba yangu inatoka chumba, ukumbi na baraza ya nje,
lakini pesa nilizotiliwa, maana nilienda kwenye kusaini, wakatuambia mpaka sasa hivi sainini kwa sababu thamani yako utakuja kuikosa. Mimi sijui ujenzi, sijui kitu chochote. Akaenda mwanangu akasaini, lakini pesa tulizotiliwa ni ndogo. Nimepata milioni 7,233 na senti 80. Malipo madogo sana sana sana. Ni 14 milioni tu na laki 3. Ndani mna vyumba 6. Vyumba 4 vimechukuliwa. Nimechukua 2 tu. Na mnaweza kuna ndani mkaona. Haya. Hata kiwanja nitapata mikono kulikanda nyumba nyingine. Na familia si ndogo. Malalamiko yangu kuhusu jumba yangu iliyobomolewa, kama mnavyoiona nyumba yenyewe ndio ile pale, tumepoa milioni 11, lakini katika hizo milioni 11 vimetoka vyumba 2, ukumbi, haijakizi jinsi ya vyumba, jinsi ya pesa tulizopewa. Chumba kimoja tu mpaka sasa hivi mafundi wamo mle, ishatupoteza zaidi ya milioni 8. Kwa maana bado ukumbi, bado nini, vyote havijajengwa. Maana hiyo pesa tunaomba Mheshimiwa Rais, kwa huu mradi wako ulioletwa wa barabara, ututizame na sisi hali zetu zilivyo huko. Maana tunavunjiwa nyumba zetu ili kujenga barabara, lakini ukishavunjiwa nyumba zetu hatujui tukakae wapi mpaka hivi sasa hivi. La hii barabara inayotoka kuanzia Kilimahewa skuli mpaka Saateni. Kiukweli fedha tuliopewa ni ndogo. Wazee wetu hawana pa kwenda wala hawana pa kukaa kwa hii fedha ambayo iliyotiwa. Kiukweli tunasikitika sana. Ukiwaangalia ni wanyonge sana na hiyo pesa iliyotiwa. Kwa hivyo tunamuomba Mheshimiwa Rais atuangalie kwa jicho la huruma. Hii pesa iliyotiwa haiwezi hata kutokana hapa kwenda hapa. Baada ya kupata malalamiko hayo, ASAM Online TV tumezungumza na afisa mtendaji wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi katika kitengo cha fidia, Ali Nasor, naye anafafanua kuhusiana na madai hayo. Wizara haina mamlaka ya kuongeza ama kupunguza kile chochote ambacho kilichokuwa kimewekwa na kutathminiwa katika malipo ya yule mwananchi kwa vile ambavyo alivyoathirika. Utaratibu unakuweko ni hivi. Kikawaida inapotokezea mradi kupita katika sehemu yoyote ile, wizara inakwenda kuweka alama kwa ile sehemu. Baada ya kuweka alama, inawaandikia barua Tume ya Mipango juu ya swala zima la kufanywa tathmini kwa ile mark zilizowekwa, yani ile mipaka ambayo iliyowekwa katika ile area. Badala ya hapo, wao Tume ya Mipango wana kampuni ambazo walizoziajiri au kumtumia mtathmini mkuu kwa ajili ya kufanya tathmini. Sasa Tume ya Mipango inawaletea wizara hao watathmini kuwapeleka katika site au kuwapeleka katika ile area yenye ule mradi ambao unapita. Badala ya hapo, wakishapeleka katika ile area yenye mradi unapita, wanawaonyesha hizi ndo mark zetu, wanafanya tathmini. Wakishafanya tathmini, ripoti yao ya hao walioajiri, na Tume ya Mipango nafikiri kwa sasa hivi wanatumia, kuna kampuni moja inaitwa PML ndio inafanya kazi nao katika masuala mazima ya tathmini. Sasa wao kama PML wakishaandika ile tathmini yao kwa mujibu wa area ambayo iliyopita, wanarejesha ripoti kwa Tume ya Mipango, ambao timu ya mipango kupitia mtathmini mkuu wao wanafanya ile evaluation ya zile fedha zilizokuwepo, wanazirejesha kwetu ili sisi wizara tuweze kuziombea pesa, tuweze kuwalipa wananchi. Lakini tu kwa kuongeza hapo, before kuwalipa wananchi, sisi kikawaida huwa wizara inatoka pamoja na hao watathmini kwenda kwa wananchi, inawaita kwa pamoja, ili kupitia masheha tunawaita kwa pamoja, tunakaa tunawaonyesha ile amount kwa mujibu wa tathmini yake ambayo aliyokuweko mtu. Sasa ile tathmini anaonyeshwa mwananchi yeye anatakiwa aseme kwamba ile area kwamba amekubali au amekataa, ndipo ambapo anatia saini kwa ajili ya kufanywa malipo ya mazingira kama hayo hapo. Sasa huo ndio utaratibu ambao uliokuwepo na ndio unaotumika kwa ajili ya kuweza kuwalipa watu fidia katika mfumo kama. Wananchi wana mtindo wa kutiana, yani wa kuulizana, kwa sababu unaweza kukuta kama ni area moja alafu na area nyingine. Tathmini inavyofanywa inafanywa kwa kuzingatia baadhi ya mambo yaliyokuweko, aina ya nyumba. Inatizama hapo, je, hiyo nyumba ambayo iliyokuweko ni gorofa, ni ya udongo, ni ya mawe, ni ya tofali? Na kama ni ya mawe, ni ya tofali, wanatizama pia kuna vigezo vyao wanavitumia ili kuweza
kujikuta kwamba huyu kapanda na huyu kashuka. Upande wa pili ambao tunawataka labda wananchi kwamba wao uelewa, kwa sababu yale yote ambao tunataka mradi unapita kwa lengo kuu la kuwaletea maendeleo wao wenyewe wao katika area zao. Sasa na faida kuu wanakuwa wanafaidika ile eneo la mradi ambalo linalopita katika, kama ikiwa ni barabara whatever, katika kitu kama hicho hapo. Sasa wathamini ile hali ya serikali kujikita kwamba kuwalipa au kuwatengenezea mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri kwa ajili ya ile area, kwa ajili ya ile sehemu, ile thamani tu ambayo itasababisha wao pia vile vile kupunguza hii mizozo na migogoro ambayo ilikuwa pengine haina haja kukuwepo. Hii siamini kama hiyo swala limekuja, kuna afisa wa yoyote aliyokuja kamueleza kwamba saini kilichokuwepo, kisipokuja itakuwa hivyo. Ile swala hilo haliwezekani, kwa sababu hivi ninavyokuambia, tuna orodha ya barua nyingi ambazo wapo wamekuja kuclaim juu ya swala zima la kutokuridhisha na malipo yao. Sasa iweje huyo kaambua huyo asaini, huyo kaambua achio andike barua? Hiyo si sahihi. Sina uhakika, lakini siwezi kudichukulia 100% kama limekuja katika mazingira haya, isipokuwa ni kile ambacho nilikwambia. Pengine alisaini, alipewa maelekezo yakamtosha, akasaini. Alipomaliza kusaini akaona mwenzangu kapata hichi, akageuka. Na sisi ndio utaratibu wa kibinadamu.